Na jina langu la media ni Maalim Kais Online TV. Sheikh, ilikuwa naomba kuuliza katika wasilisho la maudhui ambayo tumefaidika kutoka kwako katika wakati mlivyosafiri kwa ajili ya ugavi wa misaada, na kitu hapa tumesikia na mnavyotuwasilishia yule mama aliotosa watoto wake 6 mtoni, mto wenye mamba, na watoto wote kawa wamewakosa kwa sababu hiyo ya machafuko dhidi ya mada ya amani. Na Mwenyezi Mungu inshallah tuendelee kutudumishia amani yetu. Amin. Swali langu la msingi, ile wakati la nafsu allati harrama Allah illa bilhaq, huyo mama dhambi hii itakuwa amenusulika nayo ya mauaji kwa watoto wake 6. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupate swali lingine. Shukran. Swali jingine. Na hilo mtu anakatazwa kuua mwingine kwa kunusuru nafsi yake. Ndio ufupi wa jawabu hilo. Hata ukisikia kuna ule mlango wa dharura, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah anasema, inna Allah tajawaza li an ummati as-sahwa al-khata was-sahwa wa mastukrihu alayhi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusamehe umma wangu kufanya kosa kwa kutojua au kufanya kosa kwa kuwa mtu kasahau au anafanya kosa kwa kuwa kalazimishwa. Mambo mangapi haya? Matatu. Kufanya kosa ilhali hujui kama lile ni nini, ni kosa. Kufanya kosa ulikuwa unajua lakini umesahau kipindi kile unafanya kwamba lile ni kosa. Au umefanya kosa unajua kuwa ni kosa na hujasahau lakini unafanya kwa vile umelazimishwa. Mama huyu alilazimishwa, ndivyo sivyo? Ndivyo Lakini ukirudi katika kaida za kifikiri, hata kama utalazimishwa kuua mwingine kwa ajili ya kunusuru wewe, usiue. Bora mfe nyote au ufe wewe. Ndio Uislamu unavyosema. Muue huyu, la sivyo na kuua, basi ambeni uwe tu. Mimi sitakiwi kukiondosha kifo katika nafsi yangu nikakipeleka katika nafsi nyingine. Ndio Uislamu unavyosema. Wallahu a'lam. Kwa hiyo mama, Mungu amsamehe. Wala pili uje ukule. Jana jina lako ulize. Sogea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Kwa jina naitwa Abdul Samad Eid. Kwa jina naitwa Abdul Samad Eid. Karibu bwana Abdul Samad bin Eid. Swali langu, nina dada yangu, mume wake ana ugonjwa usiopona. Wametengana mwaka wa 7. Hukumu yake kwa huyu dada yangu, mpaka sasa mume wake hayupo katika nchi hii ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ana watoto 5. Lengo la ndoa ni mke na mume wawe pamoja. Mume hayupo, watoto hawapati matumizi na mke hapati matumizi. Je, ndoa ipo ama haipo? Assalamu alaykum. Swali lako, ndoa ipo au haipo, au kuna vitu vingine unataka kujua?
Ndoa ipo au haipo? au haipo? Ndoa ipo. Ndoa haikatiki kwa kutengana watu kwa sababu ya ugonjwa wala kutoleta matumizi wala. Ndoa bado ipo. Uliza unachotaka kuuliza. Kama ziada, ngoja jamani, swali ala nabii. Hii inakuja sana na inatakiwa wewe mtu akikuuliza sikiliza vizuri, anauliza nini. Dada yake huyu, mfano haiwezekani kwa dada yake maana pia kuna husnu takhatub usije ukasema kwa mfano mkeo anazini, sema mke wa fulani, kwa hiyo dada yake au mwanamke fulani. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Alichoulizia juu ya uwepo wa ndoa kwa mtengano baina ya mtu na mkewe kwa ugonjwa na kukatika matumizi. Je, ndoa ipo au haipo? Kisheria ndoa ingalipo. Bado ipo ndoa. Ndoa haikatiki hivyo. Ndoa inakatika ima kwa talaka au kwa kuvunjwa au kwa faski au. Ndoa haikatiki kwa mtu kutokana na mkewe kwa miaka hata 100 kama haijakuja talaka au haijavunjwa, ndoa bado ipo. Sasa inapotokea hali kama hiyo, sheria inatakiwa iingie kati kwa kuangalia maslaha baina ya pande zote mbili. Tumeelewa na? Ndio maana tunaambiwa twende kwa makadhi, twende kwa wataalamu. Kadhi anatizama suala kama hilo, ndoa anaweza akaivunja. Ndoa anaweza akaivunja na inakuwa imevunjika. Pia hapo kuniongeze kwa faida, kuna baadhi ya watu wanatesa wanawake, wanatesa, na wanapotaka wanawake wale kuachika, anasema mimi najua kuoa tu, sijui. Huu ni ujahili. Ikithibitika anamtesa mwanamke na jambo likaenda kwa kadhi, kadhi ana uwezo wa kuivunja ndoa hii, na akisema tena kwa maneno tu nimeivunja ndoa, inavunjika pale pale. Tunaye Sheikh Abdallah Mnyasi kwa mfano, si ndo kadhi yetu? Lakini tunao makadhi wa kata, tunao makadhi wa wilaya, tunao makadhi wa mikoa. Akienda kadhi mahiri akaangalia ile ndoa, akakuta mume ni mutaaziz. Kuna watu wanaitwa mutaaziz, yeye kazi yake mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Kadhi ana uwezo wa kufanya kitu kinaitwa fasakh, kuikata ndoa ile albatta. Tena akisema nimeivunja, hata kusema bado we mume, ndio ishavunjika. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo katika solution kama hiyo, dada ili asiendelee kuteseka, suala hilo lipelekwe kwa kadhi, au shauri hilo lipelekwe kwa kadhi, ielezwe kadhi ana uwezo wa kuivunja, na yule mume ana haki ya kulipa matumizi yote kwa kipindi chote ambacho kwamba hajamtimizia mkewe. Wallahu a'lam. Mwingine swali moja sasa. Hiyo ndo. Lakini pale ndoa bado ipo. Sheikh anasema na jingine. Mpe ndo darasa zenyewe hizi, watu hatusomi. Sasa tukipata nafasi kama hivi ndio tunafungua tena Fathul Muin. Wa alaikum salam. Sheikh, naomba kuuliza, katika mfungo wa Ramadhani ni sheria kutoa zakatul fitr. Ikiwa mtu mmoja kwa makadirio mwaka huu ni shilingi 5,000, nikakusudia kutoa kwa watu 3. Baada ya kutoa, kufika kesho nikakumbuka sijamtolea mtu mmoja katika watu 3. Je, yafaa kumtolea ama ukakumbuka? Ndio, na nikakumbuka baada ya kuwa nishatoa, baada ya kuwa sahau unatoa.
Masha Allah.